Kazi hii ni kubwa, kazi hii imetukuka, kazi hii ni alama inayoweza kukumbukwa. Kazi hii ni kazi ambayo unapoitazama unawaona watu wa Mungu wenye mioyo ya kazi ya Mungu ndani yao. Tunapokwenda kufungua jengo hili tukaendelea na ibada, nitasoma mstari mmoja kwenye Zaburi 122 mstari wa 7. Maandiko yanasema kwenye mstari huu, amani na ikae ndani ya kuta zako na kufanikiwa ndani ya majumba yako. Amani na ikae ndani ya kuta zako na kufanikiwa ndani ya majumba yako. Jengo hili ambalo tunakwenda kuliweka wakfu siku ya leo ni nyumba kwa ajili ya Mungu. Lakini ni nyumba ambayo Mungu amewatumia watu wake kuijenga ili watu wa Mungu wa makabila na mataifa mbalimbali wapatumie hapa kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya sala. Maandiko yanasema nyumba ya Baba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Na sisi watumishi wa Mungu na viongozi wa kanisa wa jimbo la Arusha Magharibi tunalitakia jengo hili liwe ni jengo ambalo ndani ya kuta zake kutakuwa na amani ya Bwana. Tunalitakia jengo hili ambalo Bwana amewatumia ninyi kujenga mkiongozwa na mchungaji wenu, kwamba ndani ya kuta hizi waingiao na kumwabudu Bwana humu wakabarikiwe na kuongezeka. Tunalitakia jengo hili na kuta zake na maeneo yote ya kanisa pawe ni mahali ambapo Bwana amepaweka, pawe ni kimbilio la kutafuta majibu ya kiroho, lakini pawe ni eneo la kimbilio kutafuta majibu ya kimwili. Kazi hii ni kazi ambayo haitaisha, haina mwisho. Sisi wanadamu tunaweza tukawa na mwisho, tukamaliza mihula yetu ya kuwepo duniani, lakini kazi hii itakumbukwa duniani na hata mbinguni. Kwa mamlaka niliyopewa na Bwana kama askofu wa jimbo hili, tunazindua jengo hili rasmi kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa mamlaka niliyopewa na Mungu pamoja na kanisa la EAGT Tanzania kama askofu wa jimbo la Arusha Magharibi, nalizindua jengo hili rasmi liweze kutumika kwa ajili ya ibada na shughuli za kikanisa tarehe ya 5 ya leo mwezi wa 10 2025 kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na sasa kwa umoja wetu, tukitanguliwa na viongozi wa jimbo na mchungaji mgeni pamoja na mchungaji mwenyeji na mke wake na viongozi wa kanisa wote kwa ujumla wao, tutaingia ndani ya jengo hili katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nami nitasoma jengo hili kama jinsi lilivyoandikwa. EAGT Kanda ya Kaskazini, Jimbo la Arusha Magharibi, Kanisa la Temia Simba. Jengo hili la kanisa limezinduliwa na kuwekwa wakfu leo tarehe 5 mwezi wa 10 2025 na Mheshimiwa Baba Askofu Shedrack King'ori Molel, mkuu wa jimbo la Arusha Magharibi. Amani na ikae ndani ya kuta zako na kufanikiwa ndani ya majumba yako. Amen. Kanisa la EAGT Temia Simba lilianza kama huduma ndogo ya maombi majumbani mwaka wa 2000, ikiwa na waumini 5 ambao walikusanyika kwa maombi ya pamoja. Mwaka 2001 tulifanikiwa kupata kiwanja na kujenga jengo dogo la kanisa. Mwaka
wa 2017 tukafanikiwa kuanza kujenga jengo la kanisa la Kumrazi. Mwaka 2017 tulifanikiwa kuanza kujenga jengo la kisasa la kanisa ambalo liliangushwa na upepo. Mwaka wa 2018 tukaanza tena ujenzi upya wa jengo la kanisa ambalo kwa neema ya Mungu ndiyo jengo la kanisa tunalolizindua siku hii ya leo. Jengo hilo ndio hili. Moja, kueneza injili ya Kristo bila kuchoka. Lakini la pili, kukuza huduma ya maombi na ushauri wa kiroho. Tatu, kukuza vipawa vya vijana na watoto katika Bwana. 4, kukuza umoja na upendo miongoni mwa waumini na kwa jamii kwa ujumla. 4, mafanikio. Ongezeko la waumini. Mungu ametusaidia kupata ongezeko la waumini ambapo tulianza washirika 5 na sasa tuna jumla ya washirika 60. Naitwa Mchungaji Rafaeli Kimaruni Mole, kanisa la AGT Temea Simba, jimbo la Arusha Magharibi. Namshukuru Mungu kunifikisha mahali hapa katika uzinduzi wa kanisa letu. Tumeanza kwa shida, tumeanza kwa kutembea na miguu na hali ilikuwa ngumu. Nilipoanza maeneo haya, hali ya watu ilikuwa duni sana. Lakini baada ya kanisa kuingia, hali imebadilika. Nyumba nyingi zilikuwa nyumba za makuti, na roho iliyokuwa imesimama huku ni roho za ushirikina. Lakini baada ya kanisa, watu wameendelea kufunguka, watu wameendelea kumjua Mungu, na baadaye nimeanza kanisa kwenye nyumba ya mtu. Lakini baadaye nimefanikiwa kupata uwanja chini ya mwenyekiti Omari Ndizi na serikali ya kijiji, na akanipa ushirikiano mzuri sana. Anipa uwanja, baadaye kaniongezea ikawa ekari 2. Na nashukuru kijiji kwa sababu tumeshirikiana naye, wamenipa ushirikiano. Na baadaye washirika wameanza kuongezeka, tukajenga lile jengo la tofali mbichi. Baadaye tukaongeza ofisi, na baada ya kuongeza ofisi tukawa na maono ya kujenga kanisa lingine. Tulianza kanisa, tulipojenga baadaye upepo ikaja ikaangusha. Ilipoanguka washirika wengi wamekata tamaa. Lakini mimi kama mchungaji naambia tukate tamaa. Jengo tulilokuwa tumeanza lilikuwa ndogo, lakini kwa hasira nikaongeza lile jengo. Kaongeza urefu na upana. Namshukuru Mungu ametujalia leo lile kanisa tumefanikiwa kujenga, kuwezeka kwa mabati na msau, na tumesha sogeza. Tumepiga plasta. Baada ya plasta sasa hivi tulikuwa na rambe leo na uzinduzi wa kanisa leo tarehe 5 mwezi wa 10. Namshukuru Mungu, na pia namshukuru baba askofu kukubali wito kwa ajili ya kuja kuzindua kanisa. Alikuwa na mambo mengi sana. Kwanza amechoka, na kulingana na mazingira aliyepita, lakini hajaangalia hayo. Baada amekubali kuja kuzindua kanisa pamoja na umbali,
namshukuru Mungu kwa ajili ya askofu mwenye mwito wa kumtumikia Mungu namna hii bila kujihurumia, kwa sababu nikiangalia jana ametoka Tanga Korogwe, amefika nyumbani saa 8 ya usiku, lakini bado amejitolea kuja maeneo haya Temea Simba. Na sio kila mchungaji anayekubali kwenda vijijini, ni watumishi wachache, hata maaskofu ni maaskofu wachache. Na maono ya kuweka tiles kwenye jengo letu na kupiga rangi, na baadaye bado tuna maono ya kuongeza kanisa. Tumebakiza chuma moja pale, na maana tukimaliza ukarabati bado tutaongeza kidogo tuweke baraza, na pia tuna maono ya kujenga madarasa na nyumba ya mchungaji. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Mungu aendelee kutulinda na kutuwezesha. Pia nashukuru washirika ambao wamejitoa, tulikuwa wachache lakini wamejitoa kwa ajili ya kazi, wazao kanisa, mashemasi, washirika wote, na hata leo tulikuwa na harambee. Na pamoja na watu hawajapata chakula mwaka huu, lakini wamejitoa sana, na Mungu awabariki.